Kwa majina naitwa Mwalimu Samueli Juma Seni, ni mwalimu mkuu wa shule ya awali na msingi Teach Tech, shule yenye usajili wa kudumu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Namba usajili ni EM 19144. Shule hii ni shule ya awali na msingi na tunatumia lugha ya Kiingereza kufundishia maarufu kama English medium. Shule inaanzia ngazi ya chekechea kwa maana ya awali, mgawanyo wa madarasa ya baby, middle na top class, na tunaendelea mpaka kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la 7. Ni shule ya kutwa na bweni. Ada zetu ni nafuu kabisa na zinalipika kwa awamu 4 kwa mwaka. Shule hii ni shule bora ndani ya kata ya Msongola na inafanya vizuri sana kitaaluma. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji na malezi ya watoto. Mbali na utoaji wa huduma ya taaluma, shule hii tunajitahidi kuendana na ulimwengu wa sayansi na teknolojia ili kuhakikisha watoto wetu wanapomaliza elimu ya msingi wanakuwa na uwezo wa kutumia vifaa vya tehama kama vile kompyuta. Kwa hiyo katika kutimiza hilo, mkurugenzi wa shule ndugu yetu Engineer Kosa Mukoko ameanzisha maktaba maalum kwanza ya kujisomea, lakini pia computer lab tunayo, ambayo watoto wanapata nafasi ya kuingia katika kompyuta na wanafundishwa kwa vitendo. Lakini pili, katika kutimiza mabadiliko ya mtaala wa elimu ulioboresha ambao unaagiza angalau ndani ya shule moja iweze kufundisha lugha moja ya kigeni. Sisi kama Teach Tech tunafundisha lugha moja ya kigeni ambayo ni lugha ya Kichina ili kurahisisha mawasiliano kwa ajili ya vijana wetu wanaopata elimu hapo baadaye. Kwa mwanafunzi akiandikishwa hapa anapata fursa ya kusoma lugha ya Kiingereza kama nilivyoeleza mwanzo kwamba ni English medium, lakini pili atajifunza lugha ya kigeni ambayo ni Kichina, tatu atapata ujuzi wa kusoma kompyuta. Lakini mkurugenzi wetu akaenda mbali kwa kupitia bodi ya shule au kamati ya shule maarufu, tukaona sasa mambo yanabadilika. Badala ya kwanza kukimbizana na kila mtoto kupata A, kuna vijana ambao wanatamani kutimiza malengo yao. Tukaanzisha kitu kinaitwa Academy ya mpira yenye jina maarufu kama Teach Tech Sport Academy. Academy hii inawapa vijana wenye uwezo wa kucheza mpira kushiriki na kufunzwa vizuri zaidi, na inasimamiwa na kocha maarufu mwenye cheti kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Na mafanikio makubwa ambayo tumeyapata ni kwamba hadi muda huu unapozungumza, kesho siku ya Jumapili tarehe 28, vijana wetu wa Teach Tech Sport Academy watakwenda kushindana na Azam Sport Academy katika uwanja wa Machinga Complex. Kwa hiyo hii inatupa fursa kwanza vijana wengi kujiunga na sisi, lakini pia tunawajengea watoto ndoto zao za baadaye. Ningependa kuwakaribisha wazazi kujiunga na shule hii popote walipo. Wanaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ukiandika Teach Tech Schools Nursery and Primary School utaipata, shule iko pale mtandaoni, mawasiliano yatakuwepo, na unaweza ukatumia email mbalimbali ambazo tumeziweka katika mitandao katika kutufikia. Lakini kwa ujumla wake sisi tunapatikana mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala maarufu kama Dar es Salaam City Council, na tupo ndani ya kata ya Msongola, cluster ya Chanika, mtaa maarufu kama Mbondole kwa Mhaya. Karibuni sana shuleni kwetu kwa ajili ya elimu bora. Asanteni sana. Nafikiri katika hali ya kawaida ni mtazamo hasi tunaweza kuita sisi kama viongozi tunaosimamia taaluma. Kuna mzazi anaamini kwamba kama ulivyosema mwanae akicheza anapoteza muda, lakini leo tuwaondoe wazazi wasiwasi kwamba kuna vijana ambao hawajasoma elimu kubwa kama hizo ambazo wazazi wanatarajia watoto wao wazipate, lakini ni wachezaji maarufu duniani, wanalipwa pesa nyingi sana. Kwa hiyo mpira ni ajira, sisi tunatafasiri kama ajira. Ila sisi kama shule tunahakikisha ratiba ya shule ya kawaida ambayo ni ya masomo haiathiriwi na ratiba ya michezo. Ndio maana ile michezo tumeiweka baada ya ratiba ya kawaida, tunaita extra time. Atapata muda wa kusoma, atapata muda wa kucheza pia. Iko namna hiyo. Kwa nini mzazi asiende? Kwa nini mzazi asiende St. Anthony Mbagala aje Teach Tech? Ni kwa sababu ya ubora tulionao. Kama nilivyoeleza, shule ni mazingira ni tulivu, huduma inayotolewa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo sioni haja ya mzazi kuanza kuhangaika kwenda St. Anthony, na sio St. Anthony pekee au kokote kula anakokuona, ili hali tuna huduma nzuri ambayo iko karibu.
Kwa hiyo huduma tunayoitoa ndio inamvuta mteja aje hapa. Na kwa kuongezea zaidi, kwa mwaka 2028 kwa maono ambayo tumeweka kwenye mpango kazi wa shule tunaita School Development Plan, tunao mpango wa kuanzisha ndani hapa training ndogo, tunaita chuo kidogo cha kujifunza kwa vitendo. Na kwa kuanza tutaanza na cherehani pamoja na umeme, na tayari jengo lipo kwenye hatua kama 60% ya ukarabati nyuma ya bweni letu kidogo. Kwa hiyo mtoto pia atapata nafasi kwamba anamaliza darasa la 7 anaweza kushona, anamaliza darasa la 7 anaweza kuunga umeme. Hivyo ndio vitu tunataka tuhame kwenye elimu ya kutafuta A ya darasani, tunaenda kwenye vitendo. Na hiyo ndio nilitaka niulize, upi mpango wenu kulingana na mabadiliko kwamba watoto hawabei tu katika kutafuta A ya darasani, wanakwenda na ujuzi tayari wameshapata. Hilo ndio swali ambalo hizi upi mpango wa shule unaweza kurudia kidogo? Naam, mpango wetu wa shule kwa tunaita mpango endelevu wa baadaye ni kuhakikisha watoto wanaosoma ndani ya shule ya awali na msingi TECH wanapomaliza darasa la 7 wasijivunie cheti cha taaluma chenye ufaulu wa A peke yake. La hasha. Waweze kujivunia kwa vitendo na sio kwa kuongea tu, kwamba akiwa nyumbani atende kile ambacho tunajivunia sisi tuko nacho. Aweze kushona kama nilivyosema, aweze kucheza mpira na kweli mzazi wake ashuhudie kweli kwa vitendo mwanae anacheza ligi ya vijana, aweze kushiriki katika shughuli za vitendo kama kuchomelea, masuala ya umeme. Hivyo ndio kitu tunatamani kuwa nacho. Kwa hiyo mipango ipo, ni katika hali ya kuishi na maono tunayatekeleza. Dhamira ya mkurugenzi wa shule, kwanza niseme ni njema. Kwanza ni kuhakikisha, na kila mara anatuambia sisi watendaji kazi wake, tuhakikishe tunatoa elimu iliyo bora, huduma nzuri kwa wateja, kwa sababu wateja ndio watasababisha sisi tuvume zaidi nje na ndani ya Dar es Salaam. Lakini pia anatamani siku moja kwamba kadri tunapozidi kukua tuwe na shule ya sekondari hapa ndani, tunaita TECH Secondary School, kwa sababu eneo tunalo kubwa la kutosha. Kwa hiyo maono yake ni makubwa kwamba baadaye tutakuwa na shule ya sekondari, tutatoka kwenye shule ya sekondari tutakwenda hata college. Ni maono ya baadaye. Kwa sisi viongozi ambao tuko leo tunayaishi hayo tukiyatekeleza. Pale ambapo tukichoka, uongozi kuna kuchoka kwa sababu ya umri. Anayekuja kuishi lazima aheshimu, kwa sababu mambo hayo yameandikwa. Hata mimi nayo guideline hapa inaitwa sheria na sera za TECH. Kwa hiyo tunaendesha shule kwa mipango. Mimi nikiishia hapa nitaweka alama. Akija kiongozi mwingine ataendeleza. Lengo ni kuhakikisha shule inakwenda mbele zaidi. Taasisi sio utashi wa mtu, ni utashi wa pamoja. Uko kwenye kipindi cha mapumziko. Tuliwapa muda wa kwenda kupumzika kwa ajili ya likizo ya Christmas na mwaka mpya. Wakati tunawaruhusu kwenda kupumzika, tuliwaruhusu wakiwa salama, na tukawaomba wazazi kwamba tunafahamu wanaenda kusalimia ndugu na jamaa, wajitahidi katika malezi, watoto warudi wakiwa salama. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunachoelekea kufungua shule, jambo pekee la kuwahisi wazazi ni kwamba kwanza ni muhimu kutimiza wajibu wao. Wajibu wa mzazi katika hizi shule za binafsi ni kuhakikisha anamlipia mwanae ada. Kwa hiyo mipango yake anayopanga kuelekea Januari, hakikisha mtoto analipiwa ada kwa wakati na anapata mahitaji yake ya msingi, ili kumuondolea ile tunaita msongo wa mawazo wakati akiwa shuleni, maybe anarudishwa na vitu vingine kama hivyo. Lakini pili, bado tunaendelea kushirikiana nao na kuhakikishia kwamba watakaporejea katika muhula wa masomo 2026 2027 tutaendelea kuboresha zaidi mazingira ya watoto wao hapa shuleni. Watoto watakutazama. Ndio. Wanangu ambao wamekwenda likizo, nafikiri kikubwa zaidi ni nawatakia heri ya mwaka mpya ambao ndio tunauangazia hapo mbele, kwamba Mwenyezi Mungu awapa afya njema, washerehekee mwaka mpya kwa amani na warudi wakiwa salama, wakiamini kwamba sisi tupo tunawasubiri. Mungu akitupa afya, inshallah tuendelee na gurudumu. Labda mkuu, hali ya ufaulu ukoje? Hali ya ufaulu hapa shuleni ni nzuri sana kitaaluma. Nitaanza kwa kuelezea kuhusiana na mitihani ya ndani ya kata yetu. Tumekuwa tukifanya mitihani mbalimbali na record tunazo, sijui kama utaniruhusu nichukue kidogo hapa. Tumekuwa tukifanya vizuri ndani ya hii kata ya Msongora, tumekuwa tukifanya vizuri tukishika nafasi ya kwanza. Nafikiri nafasi ambayo tumewahi kushuka sana ni mwaka 2023 ambapo tulikuwa nafasi ya 3 kati ya shule 26 ambazo ziko ndani ya kata ya Msongora. Kwa upande wa mitihani ya nje ya wilaya tumekuwa tukifanya vizuri. Hata hapa nyuma yangu kwenye notice board hapa nina cheti tumetunukiwa kutoka ngazi ya mkoa. Mtihani wa mkoa wa darasa la 4 tulikuwa washindi wa 6 kati ya shule 271.
Lakini mitihani ya kitaifa, tangu tumeanza kutoa mitihani ya kitaifa nikigusia darasa la 4, matokeo nayo yasubiri sasa hivi ni matokeo ya awamu ya 3 ya darasa la 4. Wote tumekuwa matokeo awamu ya 4. Tumekuwa tukipata wastani wa A kila mwaka. Darasa la 7 hivyo tumekuwa tukifanya vizuri kwa kupata wastani wa A, na hata mwaka huu tumepata wastani wa A 260 nafikiri pointi ngapi daraja A moja. Kwa hiyo tunafanya vyema kuhusu taaluma. Labda hali ya usafiri ukoje? Hali ya usafiri shule yetu tunashukuru basi. Kwa watoto wanaotumia usafiri wa magari wanalipia. Kwa hiyo shule zetu watoto wetu wanabebwa maeneo mbalimbali na wanatozwa ada ya usafiri kulingana na mahali wanapokaa. Kwa hiyo tunayo magari yanakwenda mpaka Chanika, Kitonka, Kivule na maeneo mengine. Kwa hiyo gari zipo. Lakini kwa sasa ninapozungumza ziko garage zikiandaliwa kwa sababu ya mwingine. Hali ya lishe pia ni nzuri. Chakula kikuu cha shule hapa ni ubwabwa, maharage. Tunapata ubwabwa maharage siku ya Jumatatu, siku ya Jumanne ugali maharage, Jumatano ubwabwa maharage, Alhamisi ugali maharage, Ijumaa pilau, siku inayopendwa na wanangu sana kuliko maharage. Utoro hakuna tena. Kwa hiyo jioni watoto wanakaa bweni pia wanakula vizuri, matunda yapo, wanaishi kwa amani. Wazazi pia wanaweza kuwa mashahidi. Labda umesema kuna bweni. Bweni lipo. Labda hebu watangazie wazazi kama nilipoanza kuzungumza mwanzo nimesema shule hii ni shule ya kutwa na bweni. Kwa hiyo tuna nafasi za bweni zinapatikana hapa, na tunachukua watoto ambao wanaanzia umri kisheria kuanzia darasa la 4 kwenda juu. Lakini sasa pia niseme ulimwengu umebadilika. Hivi sasa tunashuhudia changamoto kubwa ya kifamilia. Unakuta baba na mama wameitirafiana kwa sababu zao. Sehemu pekee ya kuweza, labda mtoto amebaki upande mmoja na mzazi ni mtumishi, hawezi kumwacha mtoto kwa house girl. Kwa hiyo sehemu pekee ya kulea mtoto ni shuleni. Mimi hapa nimewahi kulea mtoto na umri wa miaka 3. Aliletwa hapa mwaka kesho anaingia darasa la kwanza akiwa na miaka 6. Wakati akija tuliona kama kazi ngumu, lakini tulimwekea mlezi mzuri ambaye, na walezi wetu ni watu ambao wenye umri kidogo.